kitengo cha usalama barabarani atoa wito kwa maafisa usafirishaji mkoani Iringa. Naibu Waziri wa Afya na Mazingira Chuo Kikuu cha Iringa, Robert Simon, awaomba wanafunzi kuwa wasafi na kutunza mazingira yao. Na katika habari za kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou ameshinda tena uchaguzi wa 94.82% ya kura. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa habari. Jina langu ni Stella Patson. Mkuu wa kitengo cha usalama barabarani Glory Mutui ametoa wito kwa maafisa usafirishaji kuzingatia sheria za usalama barabarani kwa kutozidisha idadi ya abiria kwenye vyombo vyao vya usafiri. Mary Anton ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati akizungumza na wananchi Sakalilo mkoani Iringa akifanya operation barabarani za ukamataji wa vyombo vya moto zenye makosa mbalimbali. Kiukweli Iringa tuna bajaji zaidi ya 2000, lakini sasa na sisi wenyewe tumekuwa tukiwasaidia wale madereva kuendelea kuvunja sheria. Sisi tukikataa kujazwa kwenye bajaji automatic na wale watajiseti vivyo hivyo, mtakuwa mnakaa kwa utaratibu. Lakini wako vijana wetu wananing'inia kwenye zile bajaji, anaweza akateleza akaanguka kisha akakanyagwa na chombo kingine kinachokuja nyuma. Kwa maana tunaomba ushirikiano wenu, msijae. Nao baadhi ya maafisa usafirishaji wameeleza kuwa jinsi walivyopokea elimu hiyo na kubainisha kuwa njia watakazozitumia katika kuendelea kusimamia sheria za barabarani. Utaratibu unakiwa pakia abiria 3, umezidisha sana 4, lakini mpaka unapakia abiria wanaingia waning'inia, mwisho wa siku ajali inatokea. Ushauri wangu tu wa madereva wapakia abiria ambao walioruhusiwa kisheria. Kwa upande wao, baadhi ya abiria wa eneo hilo wamelishukuru jeshi la polisi kutoa elimu hiyo na kuahidi kuwa kuendelea kusimamia sheria hizo na kuwashauri madereva bajaji wasijaze abiria wengi. Anapojaza watu wengi, kwanza wale wanaokaa pembeni, usalama wao ni mdogo. Anavyo overtake ama chochote kinaweza kikatokea kikahasarisha usalama wao. Lakini pia anapojaza control pia yeye mwenyewe ni ngumu, kwa sababu hata anavyokaa ni tofauti na akiwa yuko normal. Kwa hiyo vile anapojaza ni hatari kwa yeye mwenyewe, pia ni hatari hata kwa nani? Kwa abiria ambao tuko kwenye ile bajaji. Kufuata sheria za barabarani ni muhimu ili kuweza kuepukana na ajali. Nikiripoti kutoka Sakalilo, manispaa ya Iringa, mimi Maria Anthony wa UoI Digital. Naibu Waziri wa Afya na Mazingira Chuo Kikuu cha Iringa, Robert Simon, amewaomba wanafunzi kuwa wasafi na kutunza mazingira yao ili kuepukana na magonjwa hatarishi. Mwandishi wetu Mahmud Ali ana undani wa taarifa hii. Naibu Waziri wa Afya na Mazingira Chuo Kikuu cha Iringa, Robert Simon, amewaomba wanafunzi kuwa wasafi na kutunza mazingira yao ili kuepukana na magonjwa hatarishi. Mmoja mwingine utakuta mtu kuna vyombo vya kutunzia takataka, lakini mtu yeye anaacha kuweka kwa takataka na tupa ovyo, lakini kwa umoja wetu pia tunashirikiana kuhakikisha mazingira yetu yakae sawa. Amesema hayo alipokuwa akizungumza na UoI Digital, ambapo ameeleza kuwa kutokana na upungufu wa watu wa usafi katika mazingira ya chuoni hapo pamoja na wanafunzi kushindwa kufuata utaratibu wa kutupa taka, imekuwa ni changamoto kwenye usafi wa mazingira hayo. Changamoto kama nilivyosema kusema kwamba unaona ukubwa wa chuo chetu pia ni kikubwa kwa watumishi wa mazingira ambao wanafanya kazi kusafisha, labda kwa wale wachache kidogo. Kwa hiyo tunaenda kutia jitihada pia kuongea na idara husika katika serikali ya chuo kuona namna gani wanaweza kuongeza watumishi waweze kukaa hilo eneo, mazingira yote yanafanywa kazi kwa wakati. Aidha, ameendelea kusema kuwa serikali ya wanafunzi inaendelea kutatua changamoto hiyo, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa wanafunzi juu ya umuhimu wa kutunza mazingira yanayotuzunguka. Sheria na Mheshimiwa Rais na kwa gani kwamba tutaweza ku-maintain mazingira yakawa safi. Kuna baadhi ya mapendekezo tuliyopendekeza, ikiwemo pia usimamizi wa usafi, kuongeza dustbin. Kwa mfano kuna hizo ufikaji kuangalia wanakuwa wanakwenda kwa shift au kuangalia wanaanza wapi kwa kipaumbele. Kwa mfano unaweza kawa anaanza kwenye vimbweta kule ambako wanafunzi wanapatikana kwa muda mwingi, kutofauti na yale maeneo ambao sio mwenyewe anaanza kaanza wakati yana kipaumbele sana. Ndio nao baadhi ya wanafunzi chuoni hapo wameelezea namna changamoto hiyo inavyoathiri kitaaluma kwa kushuka kwa ufaulu. Fakta ambayo inasababisha wanafunzi kuweza kufaulu au kuwa na GPA nzuri au matokeo mazuri ni mazingira. Na
Kwa mazingira sasa hivi sio salama zaidi katika kujifunza au kujisomea katika kipindi cha mitihani, kwa sababu kulingana na hali ya hewa iliyopo unakuta tunapata changamoto nyingi sana. Licha ya changamoto ya mazingira iliyojitokeza katika Chuo Kikuu cha Iringa, nimeongea na baadhi ya wanafunzi pamoja na viongozi kuelezea changamoto hii iliyojitokeza kipindi hiki cha mvua. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Mahmudu Ali wa UoI Digital. Shukran sana Mahmud. Na sasa ni wasaa wa habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Dickson Sanga. Rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ameshinda tena uchaguzi kwa 94.82% ya kura na kuongeza awamu nyingine baada ya karibu ya miaka 42 ya kutawala taifa hilo linalozalisha mafuta. Wanadiplomasia na wachambuzi wa kisiasa walitarajia ushindi mwepesi kwa Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 82 ambaye alikuwa akichuana na wapinzani 6 ambao hawakuwa na umaarufu sana. Wagombea walioshindwa na siku 5 za kuwasilisha pingamizi na mahakama ya katiba ina siku 15 za kuchunguza changamoto zozote kabla ya kuchapisha matokeo ya mwisho. Vyama vikuu vya upinzani havikutegua wagombea, wakilalamikia ukosefu wa uwazi, huku wapinzani wawili maarufu Jenerali Jean Marie Michael Mokoko na Andrew Okombi Salisa wakisalia gerezani kwa karibu mwongo mmoja. Urusi imekubali ombi la Kenya la kuwasajili raia wake ili waweze kujiunga na jeshi lake linalopigana nchini Ukraine. Taarifa hii imethibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi baada ya ziara yake mjini Moscow ambako alifanya mazungumzo na mwenzake Sergei Lavrov. Hata hivyo, Urusi imesisitiza kuwa itahusika katika mpango wa kuwarejesha nyumbani wa Kenya wanaopigana nchini Ukraine, ikieleza kuwa mikataba walioingia ilikuwa ni ya hiari. Hatua hii inakuja wakati ripoti zikionyesha kuwa zaidi ya Wakenya 1000 tayari wamejiunga na jeshi la Urusi kupigana katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Asante sana Dickson kwa habari hiyo. Mtazamaji, kabla ya kufika tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Maria Anton. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipindi chako cha msamiati wa leo, na leo tumeweza kukuletea msamiati gatigati. Je, unaelewa nini kuhusu msamiati gatigati? Basi tupate kuwasikia wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa watueleze kwa ufupi wao wanaelewa nini. Tunapozungumzia msamiati gatigati, kwa binafsi wanaelewa nini kuhusu msamiati gatigati? Yes. Ndio kusikia sehemu yote ile. Kile ni kama sio neno geni hivi. Kwa hiyo hapa naelewa. Hilo gatigati maana ni kile kitakutoa yani kutafuta kwa maamuzi katika jambo fulani. Gati ile kuweza kukimbia maji ndio yatakuwa. Ndio atakampigia kwa tension moja basi. Tukifanya maji ya mvua kufikia ndio. Mtazamaji wa UoI Digital, tumewasikia wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa wakieleza maana tofauti ya msamiati gatigati. Gatigati ina maana ya kwamba ni uzito katika kutoa uamuzi wa jambo fulani, yaani tukimaanisha kwamba ni sehemu yenye nguvu katika jambo. Nami ni kuacha na sentensi isemayo mti upo gatigati ya shamba. Ulikuwa nami Maria Anton wa UoI Digital. Tuwabariki kidigitali. Asante sana Mary kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mulua kabisa. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati gatigati. Nami ni kuacha na sentensi isemayo nyumba ipo gatigati ya kijiji. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Stella Patson. Asante na kwaheri.